Orino, kaunti 11 wamekusanya na kukusanyika katika eneo la Kikuyu katika kaunti ya Kiambu katika kongamano la kipekee linalolenga kuinua vipaji, kukuza ubunifu na kubadili taswira ya jamii kuhusu dhehebu hilo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Julius Kimwe, ni kwamba kongamano hilo liwaleta pamoja wasanii na wabunifu mbalimbali wa eneo hilo na pia humu nchini. Ni mdundo wa aina yake kutoka kwa vijana wa dhehebu la Akorino. Vijana hawa wamekuja hapa kuonyesha vipaji vyao kwa kusakata densi na kuonyesha ulibwende wao wakiwa na nia moja tu, kuelimisha jamii kuhusu dhehebu la Akorino. Wajitokeze kila mtu na kile kitu angeweza kufanya ndio ijulikane kuna kitu ndani ya huyo Mkorino. Akizungumza wakati wa kongamano hilo, mchungaji wa dhehebu la Akorino katika eneo la Dagureti ya Kati, Monica Thieni, alisisitiza kuwa vijana wengi wa dhehebu hilo hawajitokezi katika jamii kwa kuwa wanahisi hawana nafasi, ingawa wana vipaji vinavyostahili kujulikana kitaifa. Wakorino siku hizi wamefinyiriwa sana, huwa wajitokezi wakati watu wengine wanaitana kwa mpango yao. Watu wengi huwa wanajua Wakorino ni waibaji tu ama ni wahubiri. Sasa tunataka kusema wanazo talanta zingine mingi sana na tunataka zijulikane. Aidha, washirika wa dhehebu la Akorino wameshutumu unyanyasaji wanaokumbana nao na kuishauri jamii kwa ujumla kuwakumbatia, huku wakisisitiza kuwa jamii itafaidika endapo itatoa nafasi sawa kwa vijana wa dhehebu hilo. Kwa jamii ambao tunatoka kwa Wakorino, tumekuwa secluded kwa muda mrefu. Hapo awali wazazi wetu wako wanavalue masomo, walikuwa wanasema masomo, dhahabu yote haina maana. Kwa upande wao, waandaaji wa kongamano hili wametoa wito kwa serikali kuwapa Akorino nafasi kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Kwa muda mrefu Wakorino wameweza kutengwa hata katika nyadhifa za serikali, wameweza kutengwa hata pale ambapo wanafaa kupatiwa kazi, wengi hawapati kazi kwa sababu wako na ile kilemba na labda inaonekana hata fanya kazi vilivyo. TV 47, mimi ni Juliet Kimwe.